Asante sana, heri ya mwaka mpya katika kipindi cha kwanza kabisa cha mwaka 2026. Mimi ni Philip Cyprian. Januari 3 ikiwa ni siku ya mwanzo kabisa, mwanzo mwa mwaka 2026. Pamoja nami basi nipo pamoja na Charles Abel, Molandi na Judith katika kurasa za mwisho, na hayo yote basi tutakuwa tunazungumza hususan katika ligi Mapinduzi Cup pamoja na mashindano ya AFCON ambayo yanaendelea leo katika viwanja huko Morocco, na hali kadhalika pia Tanzania tukiwa tunauangaza mchezo wake dhidi ya Morocco wa hatua 16 ya AFCON, ambapo jana naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo alizungumza na wachezaji kuelekea katika mechi ya hapo kesho. Tupate kwanza, kabla ya kuingia katika michakato ya magazeti yanasemaje kwa siku hii ya leo. Mechi ya tarehe 4 ni mechi ambayo kwetu sisi mashabiki wenu tunaitem kama fainali. Huku zote tulikuwa tunacheza kama, lakini kwangu mimi naitem kama mechi ya tarehe 4 na Morocco ni fainali kwetu. Dunia yote inasubiri kusikia habari moja tu, na ndio itakuwa habari ya dunia. Morocco imetolewa na Tanzania AFCON 25 nyumbani kwao. Hakuna story nyingine duniani inayotakiwa kwenda. Hakuna habari nyingine ambayo wananchi wa Tanzania wangepaswa kuisikia, wala wachambuzi wa mipira kwenye viwanja vyote vya dunia hii, zaidi ya kwamba Tanzania imemtoa Morocco kwenye mashindano ya AFCON, tena nyumbani kwao. Haitajalisha nani amechukua kombe baada hapo, yani achukue kombe mtu yeyote, lakini story ni kwamba Tanzania ime knock out Morocco home ground. Uwezo huo mnao, sababu hizo mnazo, na nia ya kuandika hiyo historia mnayo, kwa sababu si mara ya kwanza mnaandika historia. Juzi mmeandika historia ya kuingia kwenye 16 bora. Mna uwezo wa kuandika historia ya kumknock out Morocco siku ya tarehe 4, na Watanzania wako nyuma na nyinyi wakiwaombea usiku na mchana. Na niombe kufutia fursa hii, niwaombe wa Tanzania, mashabiki wa Morocco watajaa uwanjani, na kwa taarifa nilizopewa ni kwamba mpaka sasa hivi tiketi zimeshaisha, na uwanja ule unabeba watu sio chini ya 65,000. Tafsiri yake ya kwamba tutakuwa uwanjani tumejawa na kelele na kila aina ya shangwe za watu wa Morocco. Yawezekana sauti zetu za Watanzania kutoka kwa mle uwanjani zitakuwa chache, lakini mimi nakwambia na nakuomba uamini ya kwamba sauti za Watanzania zaidi ya milioni 60 zitakuwa na wewe uwanjani kwa kila sekunde unaokuwepo ndani ya mechi. Ziba masikio, ubakize kusikia kipenga na maelekezo kumwangalia kocha anachosema, lakini sauti yako au masikio yako yafungue usikie kelele za Watanzania ambao watakuwa kwenye vibanda, watakuwa kwenye mahoteli, watakuwa kwenye nyumba zao, watakuwa kwenye ofisi wakikuangalia wewe ukiliwakilisha na kulipigania taifa la Tanzania. Ukifanikiwa hivyo, maana yake zile vurugu hazitafanya nini? Sio mpaka kuna zile tochi zao zile za kupiga kwenye macho, unahangaika hivi, ukapigiwa kelele hiki, ukafikiri labda kuna faulo hapo, kuna watu wengine mpaka unasita kuchukua mpira. Lakini mimi nakuomba ndugu yangu, mchezaji wetu, shujaa wetu, mpambanaji wetu, mwenye nembo ya Tanzania, ziba masikio kwenye ule uwanja, fungua masikio kusikiza Watanzania ambao watakuwa pamoja na wewe. Tukifanikiwa tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Sambamba na hilo, naomba Watanzania wote, kwa kuwa si kila mmoja ana uwezo wa kugaramika kutoka Tanzania kuja hapa Morocco kuja kukunga mkono, basi naomba uwaunge mkono Taifa Star kwa kuvaa tu t-shirt ya Taifa Star. Uwe uko kufanya kazi kwenye bar, uwe uko kwenye daladala, uwe uko kwenye kibanda, uwe uko kwenye benki. Ningeomba Watanzania wote siku ya tarehe 4, ikiwezekana kwa sababu ni Jumapili, nenda kanisani na jezi yako ya Taifa Star, kwamba nawaombea makamanda walioko Morocco waliwakilishe vyema
taifa letu. Tukifanya hivyo tutakuwa tumewatia moyo sana. Naam, ni Mheshimiwa Makonda akizungumza na wachezaji wa timu ya taifa Taifa Stars kuelekea katika mechi ya kesho ni muhimu ya hatua 16. Wakitoa Morocco itakuwa ni historia kubwa kabisa, kwa maana ya kwamba itakuwa imetinga katika hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON ya 2025. Na mechi si ya kubeza, ni mechi ngumu kweli kweli. Na leo hii basi tunaanza hatua ya 16 bora kwa michezo ifuatayo. Senegali wao watacheza na Sudan katika moja ya mechi ambazo nitatamani wachambuzi waweze kusema nani anakwenda katika hatua ya robo finali. Alafu mechi nyingine ni kati ya Mali na Tunisia ambao wao watafata kwa siku ya leo. Zote hizi utaweza kuziona. Mechi inaanza saa 1 ile ya Senegali na saa 4 usiku ni mechi ile ya Mali. Lakini Jumapili kesho kuna mechi mbili, Morocco na Tanzania saa 1. Alikadhalika kuna Afrika Kusini na Cameroon saa 4 usiku. Hiyo ikiwa ni mechi ambayo itachezwa siku ya Jumapili. Na siku ya Jumatatu basi Misri watacheza na Benin na Nigeria watacheza na Msumbiji, na Jumanne kutakuwa na mchezo kati ya Algeria na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watacheza, pamoja na Ivory Coast watacheza na Burkina Faso. Katika hapa labda katika kufanya chemsha bongo, tuitoe mechi ya Tanzania na Morocco. Tuitoe, tuonekana tuitoe hiyo mechi. Hiyo ni special. Tuiweke. Tanzania anafuzu. Special case. Special case. Special case. Morocco na Tanzania. Kama tuliweza kumfunga 3 kipindi fulani, 3-1 mpaka wakagombana. Mpaka walifanya vurugu. Wanapewa jezi wanagoma, badilishana jezi wanakataa. Lolote linaweza kutokea katika mpira. Kwa hiyo tuitoe hiyo mechi kwanza. Tuiweke kiporo. Wakati naizungumza kuna maneno yangu nimekuona sana Mkina, wakati nazungumza pale ukaniangalia. Wewe unaamini sana Tanzania inaenda robo finali? Kama imefika 16 bora naamini ya kwamba inaweza kwenda robo finali. Hapo napo ni kuna mjadala hapo. Watu wakupona wanasema Tanzania imefikaje hatua hii? Ndio imefika. Ndio imefikaje hatua hii? Ukiangalia zile finali za AFCON za Ivory Coast, watu wakupona nauliza huyu Ivory Coast amefikaje 16 bora na akachukua ubingwa, na baadaye akaja akachukua ubingwa. Si unanielewa? Naweza kufananisha hivyo, lakini sasa huu mfupa kwanza ni mgumu kumeng'enyua. Kwa unaanza na ile mifupa mingine. Sasa ndio maana nasema huwa special case. Baadaye jioni wakati tunafunga kipindi tutaweza kusema mimi Tanzania nataka Taifa Stars iende robo finali. Senegali Sudan, chamsha bongo haraka nani? Senegali. Judith? Senegali. Mimi nampa nafasi. Unampa nafasi. Abel? Senegal. Ingawa jana nimemsikia kocha wa Sudan ameambia wachezaji wake, kasema hawajaenda Morocco kutalii wala kufanya maonesho. Anasema anachohitaji ni timu ichukue kombe. Yule Apia, Kwesi Apia. Lakini kwa Senegal maji marefu. Ila Sudan maji marefu. Kwa Senegal, yani Sudan kupenya mbele ya Senegal, kazi anayo. Anaweza akawa labda ndio ile surprise package. Sudan. Ametofautiana na amekuwa Sudan. Lazima tutofautiane. Sio lazima. Ila inapendeza kutofautiana. Inapendeza. Sababu ukisema lazima kuna sema na mimi tutaangukia sehemu moja karibu yote. Zimebalance. Haya. Mali, Tunisia, Morandi. Mali. Judith.
tunaruhusiwa ukazungumzia labda yani na kwenye mimi kwa ninavyoona wale wanaweza wakawa hata draw kwa dakika 90 kukawa kuna nyongeza hata mpaka kwenye penalty. Sasa ndo nimewaza yani hivyo kwa nilivyoona wote kwa kuwapima. Yani naona kuna kwenda kwenye matuta. Mmoja nani sasa? Nani amequalify? Sasa huko kwenye matuta atakayepita. Yule anapita nani? Maelezo mengi. Maelezo mengi. Mali, Tunisia. Mimi nampa Tunisia. Tunisia. Abel? Mimi nampa Mwarabu. Tunisia. Babu vipi? Mimi naungana na Moland. Performance ile ya Tunisia ya obvious sana. Chini sana. Alipoteza Taifa Stars au mechi zote alizocheza kwenye AFCON. Hamna hata mechi moja alionivutia. Yaani mimi performance ile ya Mali na performance ya Tunisia vitu vile tofauti. Kwa hiyo mimi naungana na Moland. Na Moland. Haya. Hii special case tumesema. Afrika Kusini, Cameroon. Afrika Kusini, Cameroon. Afrika Kusini. Afrika Kusini. Judith ana maelezo mengi. Mimi nampa Cameroon. Ile ilinipa mchangamoto kidogo ile ya Mali na nani. Mimi nampa Cameroon. Cameroon. Judith nani? Abel? Mimi nampa Cameroon. Cameroon. Fundi Baleba, Cameroon. Kwa Cameroon watatu. Molandi Afrika Kusini. Yeah. Okay, haya. Misri, Benin. Misri. Judy? Misri. Egypt. Ndo Misri. Mwariri? Benin. Mwariri umekuwa tofauti kweli, anataka wewe mbele sana. Sasa kila mtu ana vigezo vyake. Benin. Nigeria, Msumbiji. Nigeria. Yeah. Nigeria. Abel nani Nkin? Msumbiji. Kwa nini umekuwa unatofautiana? Sawa, ni mtazamo wako. Mimi na vigezo vyangu. Yaani kwa mfano pale juu umesema ni Benin, hapa umesema Msumbiji. Yaani mimi ninaamini ya kwamba wajianti wote hawezi kufuzu wote. Yaani Benin alivyo perform na muona ana uwezo wa kufuzu, Msumbiji alivyo perform ana uwezo wa kufuzu. Okay, tumalizie sasa. Algeria, Congo DR. Algeria. Performance iko sawa sasa hivi. Mimi nampa Congo DR. Mimi Mkongo. Na ndo timu yangu na ushabikia kwenye mashindano. Kwa hapo umeka mapenzi au umeka performance? Mimi kwanza performance na hadi mapenzi. Ukiondoa Tanzania, timu yangu nyingine kwenye mashindano Kongo. Nyingine Argentina. Sasa huko haipo. Mbona sema timu zako? Na Arsenal. Na Arsenal hawataka hata tuwaguse. Wanacheza na Bournemouth. Mimi naungana na Abel. Kongo pia Judith. Mimi Algeria. Kongo tuko watatu hapa. Haya, Ivory Coast, bingwa mtetezi, na Burkinabe. Burkina Faso. Ivory Coast. Nina surprise hapo ile na Burkinabe. Ivory Coast. Surprise ya Burkinabe kwa nini? Kwanza watu wanajuana. Yaani kuna wachezaji wanacheza Burkinabe ni wana asili ya Ivory Coast. Yaani wamezaliwa Ivory Coast. Lakini pia yaani ni kama dabi. Hii game. Afu naona Ivory Coast ile performance ya timu as jumla sio kama ile spirit ambayo walikuwa nayo kwenye tournament iliyopita wanayo sasa hivi. Kwa hiyo mimi naona kama Burkinabe anaweza akafanya kitu. Hata mimi ninavyoiona hiyo, kuna timu ambazo
kuna timu ambazo katika package hii ipo hiyo. Benin zimecheza mchezo mzuri sana, hata Msumbiji, hata Burkina Faso nazo zimecheza vizuri sana katika hatua za mwanzo. Sasa timu zangu zote unaungana na mimi zangu zote umeungana na mimi kwamba zinavuka au za kwako? Nimeunga mkono, sio yani kwa maana kwamba sio kwamba zitavuka 100%, lakini zimeonyesha kwamba kweli hizi mechi zitakapochezwa ni mechi za kuangalia. Kwa hiyo sisite kuziangalia mechi zote ambazo zinakujia kwa lugha ya Kiingereza pamoja na Kiswahili. Tukianzia leo, kwa kuna weekend moja ndefu sana katika michuano hii, na tutakuja kuzungumza zaidi kuhusiana na haya, lakini pia nikujuze tu michuano ya Kombe la Mapinduzi nayo imeendelea jana, ambapo Azam wameshinda Azam wameshinda dhidi ya Mlandege, lakini pia kuna mechi leo hii nzuri tu kati ya Singida watacheza na URA, alikadhalika Simba watacheza na Muembe, na Yanga watacheza kesho dhidi ya KVZ, hiyo ikiwa ni mashindano ya Kombe la Mapinduzi ambayo nayo tunaionyesha. Sasa Mlandege mabingwa watetezi wameaga, wameondoka kwa aibu, na mwenyewe wanasema hicho Mlandege pigwa mechi zote 3. Kuna wachezaji ambao wameenda timu ya taifa wa Mlandege. Timu ya taifa ndio wachezaji kutoka timu 4 tu hapa Tanzania, timu 5 kama ilivyo Misri. Kwenye usajili Mlandege wachezaji wao wengi waliondoka. Mlandege aliondoa wachezaji. Tena Mlandege naona kuna wachezaji pia aliwaongeza. Kocha ni nani? Bales. Bwana Bales kocha wa KMC. Na hata waliokutana yule mwingine nani? Malale 50. Malale alienda timu moja Zanzibar, lakini sio nani KVZ ambaye anacheza na Yanga kesho. Okay. Mlandege hapo kwenye ile kundi angekuwa Simba. Mlandege wangekuwa timu nyingine kabisa. Haya. Tukirudi katika gazeti la Mwana Sports leo hii, huko Afcon acha kipigwe tu, wakiwa na maana kwamba sasa kocha wa timu, kocha Walid na kocha Gamond wakiwa wanakutana katika moja ya mechi ikiwa inayozungumzwa. Feitoto atoa kauli ya kibabe katika gazeti la Mwana Sports. Nataka tuweke mazingira tu, atukuzungumza mechi ya Morocco na Tanzania. Umesema ni package ya kujitegemea. Ni package, ndio maana nasema sasa ni wakati wa kuizungumzisha tu. Tanzania imekuwa ikikutana mara kwa mara na Morocco. Na wengine nasema mechi kama hii haikosi kadi nyekundu, yani kuna watu walikuwa wanasema Tanzania na Morocco wamekutana mara 8 na katika hapo red card mimi naikumbuka moja ya yule Mirosh. Yes, kumbuki hizo nyingine sijaziangalia sana, lakini kwa hizo mara 8 Tanzania ameshinda mara 1. Alafu mara 7 amepoteza. Mechi zao hazina sare. Mechi zao hazina sare zote? Hapana, wana sare wenyewe. Hizo 7 zote Tanzania amepoteza, lakini hata hiyo ambayo Tanzania ameshinda ilikuwa ni mechi ya mashindano. Kwa hiyo kama ni mechi ya mashindano ilikuwa kufuzu kombe la dunia kama sikosei. Tukashinda goli 3. Sasa hapo unajua nini wale Morocco tunavyowapa pressure? Yaani katika historia wanaona hizi goli 3 hizi tukumbuka. Inawezekana kwenye football. Unajua hata Ivory Coast kipindi kile wakati ananyanyasika zile mechi za kwanza nyumbani kwake alikuwa atarajii hicho ambacho kilitokea. Ni moja ya timu ambayo ilikuwa inapewa nafasi kubwa sana. Na Tanzania ukiona jinsi wanapocheza, angalia mechi yao dhidi ya Tunisia, angalia mechi yao dhidi ya Nigeria, achana sana na mechi ya Uganda ambao walikuwa wanacheza kabla wanajuana, lakini kwenye yale mataifa, sababu unapocheza na Nigeria, unapocheza na Tunisia, ndio level ya unapokuja kucheza na Morocco. Yaani haya mataifa yatofautiani sana. Hasa ukizichukua zile mechi ukiangalia jinsi ambavyo Tanzania wamecheza, alafu ukaja ukaangalia mechi ya leo, hauwezi kuiondoa Tanzania kwenye mashindano kabla dakika 90 hazijamalizika. Kwa hiyo mimi naamini ya kwamba kama wakionyesha performance ile, lakini kama wakipunguza
yani sisi shida yetu moja, tuna vimakosa vya mtu mmoja mmoja, hivi ndio vinavyotakiwa vipungue. Sababu ukiangalia kwa hizo mechi 3 sisi tumeruhusu penalti 2. Na penalti zile ukikaa kweli ukiziangalia kwa uhalisia unasema kama ungeongezeka umakini kidogo zilikuwa hazistahili kuwepo. Yaani tumeruhusu zile penalti ambazo tunaamini ya kwamba muamuzi hajaona, tunasahau ya kwamba kuna VAR. Kwa hiyo kama tukipunguza makosa madogo madogo, mimi naamini kabisa ya kwamba tuna uwezo wa kufanya vizuri kwenye hii mechi. Na uwezo wa kufanya vizuri ni kuvuka. Hakuna uwezo mwingine wote wa kufanya vizuri kwenye mechi zaidi ya kuvuka. Abeli, asubuhi mpaka kabla ya mechi ya Tanzania na Tunisia, uliamini Tanzania itakwenda hatua 16 asubuhi yake? Binafsi sikuamini. Yaani ukiweka kwenye mzani nilikuwa kidogo na hofu. Na hofu yangu ilikuwa ni kwamba niliona Tunisia walikuwa bado wana uhitaji wa ushindi kwenye ile mechi kwa sababu ya nafasi. Lakini namna ambavyo tulicheza, ameongea vizuri sana Nkini. Yaani tuliwapa heshima yao Tunisia kwamba si tucheze behind nyuma ya mpira, kwa sababu wenzetu wanaangalia ubora mchezaji mmoja mmoja na ubora wa kitimu, wametuzidi. Na hata game na Nigeria ukiangalia pia tulikaa sana nyuma ya mpira, na ni kitu ambacho of course kimetusaidia. Unajua watu wanaweza wakaona kwamba kucheza vizuri ni kushambulia tu, kufunga nini, lakini hata namna ambavyo unajilinda, yani timu inavyoonyesha ile shape ya kujilinda, kwamba tukipoteza mpira nani awe wapi, nani afanye nini, ni njia moja hapo pia kuonesha kuimarika kwa timu. Kwa hiyo of course nadhani mimi sikuwa na matumaini makubwa, na hata ingetokea kwa mfano Tunisia angetufunga bado nisingekuwa na lawama kwa timu kwa namna ambavyo imecheza kwenye mashindano. Lakini bahati nzuri kwetu imekuwa ni jambo ambalo limetufurahisha kwamba tulipata pointi katika mchezo ule na ambayo imetuvusha. Of course kuna watu tunaweza tukasema kwamba kuna mtu anaweza akaoje kwamba timu imevuka ikiwa imepata pointi 2. Lakini hiyo best loser, tukumbuke best loser makundi yalikuwa 6. Katika makundi 6 kuna watu wawili wamebaki. Wamebaki kwa nini? Kwa sababu hajafikia kile ambacho Tanzania amekipata. Na hicho Tanzania ambacho wakipata, hajakipata kwenye sahani tu, amekipigania ndani ya uwanja tumeona. Umeona kanuni tayari zishakuwa zinasema hivyo. Kwa hiyo kutazama mchezo dhidi ya Morocco, hizi ni game za mtoano. Game ya mtoano mara nyingi kwanza kwenye mashindano kama haya upset zinatokeaga. Pressure naona ni kubwa sana kwa Morocco kuliko kwa Tanzania. Yaani mwenyeji ana pressure kubwa sana kuliko sisi. Jambo ambalo kwetu sisi ni advantage. Yaani yeye ana uhitaji wa matokeo kuliko sisi. Yaani kwa mfano leo Tanzania kutolewa sio story. Lakini Morocco kutolewa na Tanzania ni story kubwa na inaweza ikazua hata ugomvi pale Morocco. Kwa hiyo pressure na kama tunakumbukumbu mechi ya kwanza Morocco walivyocheza na Komoro kama mliona. Yaani unaona kabisa timu ya Morocco wanavyocheza tayari wana pressure, na wale Komoro wenyewe walikuwa wanacheza. Yaani wanaona kabisa hao wana pressure. Sasa sisi tufanye nini? Tucheze kwa uwezo wetu, tu relax. Ikawapa sana tabu Morocco. Na naanza kuona hata hiyo pressure tayari ukifuatilia comment za kocha wao, za mashabiki wao, vyombo vyao vya habari, wameanza kuipa pressure timu yao. Kwa hiyo inaweza ikawa ni faida pia kwetu. Na upset kwenye mpira zinatokea sana. Nakumbuka Ugiriki alimsimamisha Ureno mwenyeji wa mashindano. Alifunga mechi ya kwanza ya ufunguzi, wakaja kukutana tena finali, Ureno akafungwa tena. Kwa hiyo vitu vipo kwenye mpira. Morocco wenyewe wale surprise watu kwenye World Cup iliyopita, mataifa makubwa. Kwa hiyo sasa na sio hivyo tu. Na kipindi cha mwaka jana kabla kufunga tulizungumza kwamba Morocco imekuwa katika trend ya kunyakua makombe. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambazo zinapigwa chapuo kwamba zinaweza zikafika mbali katika mashindano haya ya AFCON, kwa sababu kikosi kile kingine cha Morocco pia kinajaza chagizo kwa kikosi hichi kwamba wamechukua Chan na kikosi tofauti. Wamechukua Arab na kikosi tofauti. Kwa hiyo wamechukua Chani Arab na ile World Cup Under 20. Yaani ile timu yao ya World Cup Under 20 walikuwa na uwezo wa kuileta kwenye mashindano ika challenge.
Kwa ni moja ya taifa ambalo limejipanga vizuri sana. Limejipanga. Kumongezea Beli ni kwamba yani mfano Tanzania wakiwatoa wale Morocco, haiwezi kuisha masaa mawili kabla kocha hajatimuliwa. Yes. Yani haiwezi kupita masaa mawili kabla kocha hajatimuliwa. Kwa wenyewe ndio unachokisema kwamba wana pressure kubwa zaidi kuliko Stars walivyo na pressure. Tu hata sare ya aina yoyote itakayopeleka mpaka dakika 90. Yeah. Tukasema kwamba tuende tukafanye maamuzi katika penalty ama yani useme hivyo. Tanzania ikimanage kucheza mpaka dakika 60 haijaruhusu goli, yule kocha abaki. Lakini sawa, Arabu sawa na mbinu zao kwenye hizo dakika 30 zinazobaki lolote. Yani anachomaanisha ni kwamba kama wakiweza dakika 60, yani tuashumu kwamba Stars amecheza dakika 60 hajaruhusu goli lolote. Pressure ni kubwa zaidi kwa yule kocha ya kuondoka kwenye kile kiti. Lakini kama Morocco pia mimi naamini yani kwa sababu wamejikuta wamepanga kucheza na Taifa Stars, naamini walienda kuangalia mechi ambazo Stars wamecheza. Ukiangalia mechi ya Tanzania na Tunisia na hata ile ya Nigeria, yani nafikiri nao watakuwa ndo ile wasiwasi wa kupata ushindi utaongezeka, kwa sababu Tanzania kwa mechi na Nigeria tulicheza vizuri, alafu pia hatukuingia kwenye timu ambazo zimefungwa magoli mengi, kwa sababu tumefunga 3, tumefungwa magoli 4 tu. Hofu ya Judy ipo kwenye swala la mbinu, na sasa kwamba mbinu wanazotumia zile Waarabu ndo anazosinazo sana, lakini kwa mwisho wa siku ni kitu bwana tunataka kufanya pale Stars, na finali wacheze kucheza kwa makini tu, kupunguza makosa madogo kama mfano mzuri kama ile mechi ya juzi ya Baka ile kusababisha ile penalty. Toa mapungufu madogo kama ile pale, kuruhusu set pieces za nje 18 zile faulo, kona zile za mara kwa mara. Naamini kama tukifanikiwa zote ziko ziwini, hamna mbinu zitaweza kufanyika. Wakati mwingine hata kama sijasomea ukocha mimi. Morocco wamefunga magoli 6. Magoli 6. Wamefunga kutumia wachezaji wao. Al-Kabi na yule mtoto anacheza Real Madrid, Diaz. Hao wote aina yao ya kufunga magoli ni tofauti. Kwa hiyo yani kinachotakiwa, tunaamini mwalimu atakuwa naye ameshaelewa ya kwamba ana mbinu zake jinsi ya kukabiliana na hawa. Sababu hawafungi kwa aina moja inayofanana. Yani yule El-Kabi anafunga magoli vurugu nyingi sana. Diaz anafunga magoli ya kiutulivu. Ukiangalia magoli yake mengi ni nje ya 6 pale, mpira umetengwa, ameweka El-Kabi vurugu nyingi. Sasa sisi kinachotusaidia sisi mara nyingi kwenye timu ya taifa, wachezaji mastaa sisi hawaje kutusumbuaga. Yani sisi wachezaji mastaa, ukishakuwa star sehemu yote, ukija national team sisi hawaje kutusumbua. Mtafuteni mmoja uniambie yule alitusumbua sana. Kama walivyokuwa wanamposti sana Osimhen. Kama Osimhen walivyokuwa wanamposti. Kwa mara nyingi kina Mahrez hao wamekuja na timu yao ya taifa, kina nani, wachezaji wengi ma superstar hawatusumbui. Kwa nafikiri mimi naona kuna urahisi wa game kama kila mtu atatimiza majukumu yake. Yani kile alichoelekezwa bwana nenda kakifanya. Akifanya vizuri, mimi sina pressure yote na record ya kwanza kwa taifa. Nafikiri Jumatatu tunaweza kama mapumziko. Kifuzu kwenda finali. Kuingia. Sasa mimi hapa unajua ukikaa katika eneo fulani kwa muda mrefu unaweza kusema kwamba unaweza ukawa hata kocha. Mimi ni kocha. Naweza ikawa ni kocha wa mafikirio. Kwa maana gani? Taifa Stars ninavyoiona katika mechi ya kesho. Si kama alivyosema Abel, sisi tunachotaka ni kwamba tuwa stress wale. Sisi tukitoka sawa, tukibaki sawa, lakini zile dakika 90 tuwape stress kubwa sana wale wachezaji. Sisi hatuna deni na Taifa Stars mpaka kufika katika hatua hii ya 16 bora. Ni hatua nyingine mpya ambayo itatuchallenge katika mashindano yajayo. Tunapokwenda kwenye AFCON inayofuata tunatafuta robo finali, sio 16 bora tena. Kwa hiyo sisi mpaka kufikia hatua hii sisi hatuidai timu ya taifa Taifa Stars. Watakachokifanya ni cha ziada. Watakachokifanya kipindi cha kwanza kesho ni cha ziada kama hawatafungwa. Watakachokifanya mpaka dakika 90 kama hawatafungwa ni cha ziada. Wakienda kwenye matuta ni cha ziada pia. Yote ni 30 lakini. Okay. Dakika 30 pia wakifanya cha ziada.
Ila Kwa hiyo- tukienda matuta Eh. mimi nakuhakikishia Morocco hawamo. Matuta Yaani tukienda matuta, yaani kwamba 90 zimeisha. 30 zimeongezwa zimeisha. Pale kwenye kishimo Morocco anatoka. Watakuwa wameshachanganyikiwa au? Kwanza ule mwanangu mwenyewe Masalanga ule. Masalanga anatisha kagolini. Unaona Masalanga walipokuwa wanaruka ile penalty yangu. Yaani kwanza mimi naamini hiyo pressure ambayo Morocco watakuwa nayo. Masalanga anatisha kaa pale golini yani. sasa- Akitokea ni yeye anadaka. Kwa hiyo sasa Masalanga mimi anatisha sana. nachodhani mbinu kubwa na niko kichwani mwa Gamondi sasa. Mbinu kubwa ni kucheza defensive. Yani of course kama mechi iliyopita na Tunisia. Uliona Sasa mechi tunacheza kama iliyopita? tulivyocheza na Nigeria na Tunisia Defensive, yes. au Komoro walivyocheza na Morocco. Yaani Komoro walicheza na Morocco walikuja kuharibu kipindi cha pili. Yes. Lakini Komoro plan yake ilishatimia kabisa dakika zile 45 za kwanza. Kwa hiyo sasa basi ina maana basi si nimesema mimi kocha wa mafikirio Kocha bora kabisa sasa wa hivi. mafikirio katika kuanzia dimba la katikati pale ukuta unaanza sawa, Naonyesha mshambuliaji mmoja tu pale katikati pale, yaani mpaka mchezaji avuke nania ukuta ule wa baada ya dimba la katikati pale. Natengeneza laini tatu nazitengeneza pale kufikia golini na kipa ni 4 laini ya 4. Kweli kocha wa mafikirio. Umeelewa? Kwa hiyo sasa mpaka wachezaji wako hao wawili unawasema sio wangu. Hao wachezaji hao mpaka wapite kwanza hapa. Maana yake kwanza defensive katika kucheza, mimi kocha wa mafikirio mikimbio. Watu wengi wanaangalia mikimbio, unajua ndio siri ya kila kitu. Mikimbio ni nini? Mimi sijaikuelewa. Abel anajua Mikimbio nini? Tunasema mchezaji fulani Unakuta mchezaji ambaye ana mikimbio mizuri. Mikimbio yake Mikimbio mizuri inasaidia ni kwenye defense. Style za mikimbio kwa mfano kwenye ngumi Orthodox. Orthodox. Unaona ukimwangalia bondia anayemsoma bondia mwenzake yule namna anavyocheza na anaangalia miguu yake, style za miguu anaziendaje, ndio anaweza akamwataka. Okay. Kwa mikimbio ya hao wachezaji wako hao unaosema wachezaji sio international wa Morocco hao Diaz na El Kab, mikimbio yao tukimkabidhi kama tulivyomkabidhi Baka. Fresh tu, hata tukiwa tukipata kadi nyekundu kwa kesho fresh tu maliza. Kwa kesho unakubaliana lolote litakalotokea. Haina shida, hatuna la kupoteza. Lakini inakuwa kadi ya taifa hiyo. Nataka tuingie katika anasema nini kishimo. Tuingie katika pale. Umeelewa bwana? Kwa sasa leo hii katika Mapinduzi Cup mechi saa 2:30 ni Mlandege na Simba. Mwembe Makumbi. Mlandege kashatoka jana. Mlandege ameondolewa jana na Azam. Mwembe Makumbi wanaongea. Gazeti limeniingiza chaka. Wanaongea Mwembe Makumbi. Anapokuambia Mwembe Makumbi. Bwana wanaongea. Yaani Simba leo wasifungwe. Wale lakini wanatoka Pemba. Yaani wale Simba akifungwa mechi wake toka draw. Huo mdomo wake sio mchezo. Mrithi wa Ahua huyo hapa. Mbona naangalia babu? Abel ajivisha mabomu, so huyu Simba ikivaa Mwembe Makumbi. Hilo ni gazeti la Mwana Sports, na kwa kiwango kikubwa basi unaweza ukapata story nyingi zinazohusu mapinduzi. Kundi A mpaka sasa katika Mapinduzi Cup, Singida Big Stars inaongoza ikiwa na pointi 4, URA ina pointi 3, Azam pointi 1 kabla matokeo ya jana. Kabla jana. Kwa hiyo Azam watakuwa pale juu akisigana na Singida Big Stars. URA washatupa goli bora la mashindano. URA ile mechi na Mlandege, jamaa kafunga goli zuri sana kwenye kibendera cha kona. Karibu na kibendera cha kona.
Kundi B Fufun pointi 1, Makumbi pointi 1, Simba ina point. Kundi C KVZ pointi 1, TRA United pointi 1, Yanga haina point. Hizo ambazo zina point hazijacheza. Yes. Kwa hapo kimahesabu Mwembe Makumbi akifunga Simba kesho, Mwembe Makumbi anakuwa shajihakikishia nusu finali. Sababu ile kundi lao anaenda mmoja. Anaenda mmoja. Yaani kesho Simba akifungwa anaanza kupaki mabegi kurudi. Anaanza kupaki mabegi kesho hiyo hiyo. Kesho Simba. Kesho Simba. Yanga kesho kutwa. Si ndio kocha mpya anakuwa ameanza kazi. Bora Gwede. Kwa nini? Mawili. Mfungaji bora sio mfungaji bora, hapo ni Kinala. Anayeongoza. Kinala. So mfungaji anayeongoza ni Gwede. Huo mchezo wa Mwembe Makumbi si ndio kocha mpya anaanza kazi rasmi kibarua. Yaani mechi yake ya kwanza hiyo. Na jana nimemsikia amesema atatumia muda huo wa hizo mechi, atawaangalia wachezaji wake alionao. Asijisahau. Nilimsema sasa kama ni moja tu. Yaani yeye asijisahau tu kwa sababu. Kwa nini? Yaani Tanzania ukija Simba Yanga hakuna mechi ndogo wala hamna mashindano madogo. Yes. Yaani hakuna mashindano ya kwenda kuangalia. Nakumbuka kuna kocha anafika pale Simba alikuwa anasoma wachezaji wake. Darren Kelly aliotolewa na Mapinduzi. Kocha mkubwa sana na aliwapa Simba mafanikio. Simba alikuwa anaongoza ligi kuu Tanzania bara. Kwenda kule kwenye Mapinduzi tu. Na mwenyewe mpaka anaondoka mpaka alikuwa anasema kabisa kwamba yeye kwenye KPI zake Mapinduzi haikuwepo. Na alikuwa kwenye right track kwenye ligi. Lakini Mapinduzi tu ndio hiyo. Chazi si bora hiyo. Si bora hiyo. Unakumbuka nani mtani jembe? Unakumbuka? Maxim. Mechi ya kirafiki tu nani mtani jembe? Maxim moja kaondoka. Kwa hiyo angalizo la Mkini kwa Beka. Sisi huku ukija Simba na Yanga hakuna mechi ndogo, hakuna mashindano wanaenda kujifunza. Kasema ndo atawajua wachezaji wake vizuri alionao. Kwa hiyo ndo atakapoanzia. Hapo ndo atakapoanzia. Awe amefungwa au ameshinda, lakini ndo atakapoanzia. Pamoja na kwamba ataanzia. Mimi siamini kama watamtimua hapo kesho. Judy, sijasemea kutimuliwa. Sijazungumza kutimuliwa hapo. Wamesema kibarua kitaishia hapo. Simba na Yanga hawanaga mashindano madogo wala hawanaga mechi ya kwenda kujifunzia. Kitu chochote chenye nyekundu na njano tayari. Au nao wakiona kombe tu hapo. Hivi Judy, kwa mfano Simba kesho kapoteza kwa mfano. Alafu mtani wake hajacheza. Yaani kabla hata mtani wake hajacheza Simba kapoteza na katolewa. Acha tu hivyo. Anaenda kukutana na huyo mtani wake labda finali. Akishinda si ndo atajua huko mbele. Nakwambia anaenda kukutana na huyo mtani wake finali. Unajuaje Sanjiri kama wanaweza akajivunja huko mbele asikutane na mtani mara ya sasa? Sasa hiyo ni hoja nyingine. Ndio maana tukasema huko hakuna sehemu ya kujifunza. Yaani aende akiwa na target za kwenda kuchukua ubingwa wa Mapinduzi, kombe la kwanza Msimbazi. Yaani hakuna sababu nyingine yote alionayo, kwa sababu au mashindano kwanza huku kinara huku ni Azam ndo anatamba kwenye Mapinduzi. Ndo amechukua ubingwa ule mara 5. Okay. Tumefika tamati ya kipindi cha Kurasa za Mwisho kwa siku hii ya leo, na kubwa ilikuwa ni michuano ya AFCON ambapo Tanzania gumzo likawa kwenye Tanzania na Morocco. Inawezekana tukaweka vipengele. Unajua ukitaka kurahisisha mpira wa miguu unaweka katika vipengele. Dakika 15 za mwanzo kocha anaweza akaniambia pale, kocha Abel, namna kucheza dakika 15 za mwanzo, namna kucheza dakika 15 nyingine, ina maana kwenda kwenye 30, na namna kucheza dakika 15 kwenda mapumziko, na namna kukabiliana na dakika za kipindi cha pili ambazo zina pressure kubwa kuelekea katika mechi hiyo. Kwa hiyo unakuwa na pressure kwa mwenyeji. Ukitaka udambu zaidi unaanza katika dakika 5. Udambu kwa maana kuchezea mpira? Yaani kukabiliana na 5-5 unazikategorize hivi. Unagawa mechi kwenye dakika 5. Unagawa mechi katika ile dakika 5-5. Wapo sawa. Ukanani. Uko kocha mzuri siku hizi. Nimekwambia uko kocha mzuri sasa hivi. Kubambika. Kwa mimi hapa namalizia leo tukianza tukiweka pale
ulinzi pale. Line 3. Tunatoa tu nje. Tunatoa tu nje. Lakini tusiruhusu vile tusiruhusu faulo. Tunatoa nje. Yaani mpaka mpira unakuja kumfikia Mwamnyeto kwa mfano au Baka kule. Yaani ni mara chache sana zinashabika. Kama mtu mmoja anasema yani Stars amecheza na Tunisia. Amecheza na Nigeria, alafu goalkeeper hajawa mchezaji bora wa mechi wa Tanzania. Kwa hiyo Tanzania imeimprove sana. Sana. Haya jamani, turejelee tena kupata taarifa ya Mheshimiwa Naibu Waziri, alafu tutakuwa tumehitimisha kipindi cha Kurasa kwa siku ya leo. Mechi ya tarehe 4 ni mechi ambayo kwetu sisi mashabiki wenu tunaitem kama fainali. Huku zote tulikuwa tunacheza kama, lakini kwangu mimi naitem kama mechi ya tarehe 4 na Morocco ni fainali kwetu. Dunia yote inasubiri kusikia habari moja tu, na ndio itakuwa habari ya dunia. Morocco imetolewa na Tanzania AFCON 25 nyumbani kwao. Hakuna story nyingine duniani inayotakiwa kwenda. Hakuna habari nyingine ambayo wananchi wa Tanzania wangepaswa kuisikia, wala wachambuzi wa mipira kwenye viwanja vyote vya dunia hii, zaidi ya kwamba Tanzania imemtoa Morocco kwenye mashindano ya AFCON, tena nyumbani kwao. Haitajalisha nani amechukua kombe baada hapo. Yaani achukue kombe mtu yeyote, lakini story ni kwamba Tanzania ime knockout Morocco home ground. Uwezo huo mnao. Sababu hizo mnazo. Na nia ya kuandika hiyo historia mnayo, kwa sababu si mara ya kwanza mnaandika historia. Juzi mmeandika historia ya kuingia kwenye 16 bora. Mna uwezo wa kuandika historia ya kumknockout Morocco siku ya tarehe 4. Na Watanzania wako nyuma na nyinyi wakiwaombea usiku na mchana. Na niwaombe kupitia fursa hii, niwaombe wa Tanzania. Mashabiki wa Morocco watajaa uwanjani. Na kwa taarifa nilizopewa ni kwamba mpaka sasa hivi tiketi zimeshaisha. Na uwanja ule unabeba watu sio chini ya 65,000. Tafasiri yake ya kwamba tutakuwa uwanjani tumejawa na kelele na kila aina ya shangwe za watu wa Morocco. Yawezekana sauti zetu za Watanzania kutoka kwa mle uwanjani zitakuwa chache. Lakini mimi nakwambia na nakuomba uamini ya kwamba sauti za Watanzania zaidi ya milioni 60 zitakuwa na wewe uwanjani kwa kila sekunde unaokuwepo ndani ya mechi. Ziba masikio, ubakize kusikia kipenga na maelekezo kumwangalia kocha anachosema. Lakini sauti yako au masikio yako yafungue usikie kelele za Watanzania ambao watakuwa kwenye vibanda, watakuwa kwenye mahoteli, watakuwa kwenye nyumba zao, watakuwa kwenye ofisi wakikuangalia wewe ukiliwakilisha na kulipigania taifa la Tanzania. Ukifanikiwa hivyo, maana yake zile vurugu hazitafanya nini? Sio mpaka kuna zile tochi zao zile za kupiga kwenye macho, unahangaika hivi, ukapigiwa kelele hiki, ukafikiri labda kuna faulo hapo, kuna watu wengine mpaka unasita kuchukua mpira. Lakini mimi nakuomba ndugu yangu, mchezaji wetu, shujaa wetu, mpambanaji wetu, mwenye nembo ya Tanzania, ziba masikio kwenye ule uwanja, fungua masikio kusikiza Watanzania ambao watakuwa pamoja na wewe. Tukifanikiwa tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Sambamba na hilo, naomba Watanzania wote, kwa kuwa si kila mmoja ana uwezo wa kugaramika kutoka Tanzania kuja hapa Morocco, kuja kukunga mkono, basi naomba uwaunge mkono Taifa Star kwa kuvaa tu t-shirt ya Taifa Star. Uwe uko kufanya kazi kwenye bar, uwe uko kwenye daladala, uwe uko kwenye kibanda, uwe uko kwenye benki. Ningeomba Watanzania wote siku ya tarehe 4, ikiwezekana kwa sababu ni Jumapili, nenda kanisani na jezi yako ya Taifa Star, kwamba nawaombea makamanda walioko Morocco waliwakilishe vyema taifa letu. Tukifanya hivyo tutakuwa tumewatia moyo sana.